Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Leo, ni siku yetu ya kila siku. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 5, siku hii ya Jumapili. Tunaendelea na tafakari ya neno la Mungu kila siku ya Mungu ambayo anatupa kwa mwaka huu mzima kama ambavyo tuliahidi. Na tunaendelea kupata tafakari ya neno la uchumi. Nakumbuka jana tulikuwa tunazungumza, na siku kama chache zilizopita tunazungumza ule msingi wa 9 ambao utakusaidia kuishi maisha ya ushindi kiuchumi, na tulikuwa tunaongea habari ya mgawanyo wa fedha ambayo inapita mkononi mwako, kujifunza kuishi kwenye matumizi yaliyo ya lazima. Na nafikiri jana nimekupa mgawanyo wa jinsi ambavyo unatakiwa kutumia fedha yako, na tuliongea ya kwamba 10% ya kipato chako kutoka kwenye kipato cha jumla au gross income inatakiwa kuwa fungu la 10 kabla ya makato yoyote. Inatakiwa kuwa fungu la 10, na baada ya makato, kama una makato ya kodi au ni mfanyabiashara umelipa kodi yako ya TRA, kodi ya mapato, kiasi kinachobaki unatakiwa ukigawe kwa asilimia ambazo tulipeana jana. 20% kama sehemu ya matumizi ya kila siku, 20% kama sehemu ya akiba, 20% kwa ajili ya uwekezaji, na mpaka hapo utakuwa na 70%. Utakuwa na 70% ya kipato chako imegawanywa, au kama umetoka kwenye net 100% ya kipato chako itakuwa imegawiwa. Na kama tulivyoona, kama hauna kodi, maana yake kilichobaki 30% ndicho ambacho tunaachiwa kwa ajili ya matumizi mengineyo kulingana na Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 7. Na kwa siku hizi 2 au 3 ambazo ziko mbele yetu, nataka nikuletee sababu za kwa nini naamini hii ni kanuni sahihi zaidi ya mgawanyo wa kipato chako kibiblia. Kwa nini ninatafuta kukupa sababu kama 4 au 5 kwa nini kanuni hizi ninazoamini ndizo mwongozo sahihi wa Biblia? Kwa sababu kipindi fulani tutakupa ushuhuda au story. Kipindi fulani wakati nafundisha somo hili, mtu mmoja aliniuliza swali, akaniuliza, mwalimu, una uhakika gani ya kwamba hii ni kanuni sahihi zaidi? Kwa sababu alikuwa amefundishwa kanuni zingine za kugawanya kipato ambazo zinatumika na ameanza kuzitumia. Kwa hiyo alivyosikia hii inayofundisha ikampa kuchanganya kidogo na zile ambazo amezizoea, na kwa hiyo akaniuliza au akawa ananielezea kwa jinsi ambayo ni kama ananiambia kwamba mbona ziko kanuni nyingine ambazo tumefundishwa. Na hii ikanipa kufikiri kidogo ya kwamba, na swali likaibuka ndani yangu ya kwamba una uhakika gani baraka ya kwamba hii ndio msisitizo wa Biblia. Kwa hiyo nikaanza kutafuta kwenye maandiko kwa nini naamini kanuni hii ni sahihi zaidi pengine kuliko nyingine ambazo tumejifunza kule shuleni au hata kanisani na maeneo mengine. Mungu wa ajabu sana akanionyesha sababu kama 4 zaidi. Achana na hii ambayo sasa ni sababu, kwa sababu Yusufu ndicho alichomfundisha kikanuni Farao, lakini nikaona maeneo 4 zaidi au sababu nyingine 4 zaidi za kuniaminisha kwamba hii ni kanuni ambayo ni sahihi na mwongozo wa Mungu. Na mimi nataka nikupe hayo maeneo 4 alafu nikueleze. Na haya unayapata kutoka kwenye mambo kama 4 ambayo unayaona kwenye kitabu cha Mwanzo hicho na kwa kupitia Yusufu huyo. Utaona mambo kama 4 ambayo yatatupa justification kama zingine 4 zaidi ya kwa nini kanuni hii ni ya msingi zaidi. Na mimi nitakwambia haya mambo 4 leo, na kesho nitaendelea kuyapanua pengine na kesho kutwa. Jambo la kwanza ambalo tunatuona linatupa ushahidi au kupanua ufahamu wetu na uthibitisho kwamba kanuni hii ni sahihi, unaliona kutoka Mwanzo sura ya 43 mstari wa 34. Kusoma Mwanzo sura ya 43 mstari wa 34, utagundua ya kwamba Yusufu alizidisha chakula cha Benjamin mara 5 zaidi ya ndugu zake. Yusufu walivyokuwa wanakula mezani na ndugu zake wakati wamemleta Benjamin, alizidisha chakula cha Benjamin mara 5 zaidi ya ndugu zake. 43 kitabu cha Mwanzo mstari wa 34, wakapelekewa sehemu za chakula kutoka mezani pake, lakini akazidisha sehemu ya Benjamin iwe kubwa mara 5 kuliko zao, yani kuliko zao ndugu zake. Wakanywa wakafanya furaha pamoja. Na swali linakuwa, kwa nini azidishe chakula cha Benjamin mara 5 zaidi, na Benjamin alikuwa ndio mdogo wao wote? Hilo ni jambo la kwanza, nitalipanua kesho. Lakini jambo la pili, angalia ukisoma Mwanzo sura ya 45 mstari wa 22, Yusufu alimpa Benjamin mavazi ya kubadili njiani
mara 5 zaidi ya wenzake. Alimpa Benjamin mavazi ya kubadili njiani mara 5 zaidi ya wenzake. 45 Mwanzo mstari wa 22, akawapa kila mtu nguo za kubadili, lakini Benjamin alimpa fedha 300 na mavazi, angalia, na mavazi 5 ya kubadili. Kwa hiyo unaona, wakati wenzake walipewa labda vazi moja, yeye alipewa mara 5 zaidi ya wenzake mavazi ya kubadili njiani. Hili ni jambo la pili ambalo litatupa uthibitisho ya kanuni hii, na nitakueleza kesho, labda na kesho kutwa kwa undani haya mambo manne. Jambo la tatu, mstari huo ambao tumeusoma, wanasema Yusufu alimpa Benjamin fedha 300 zaidi ya ndugu zake. Anasema 45:22, akawapa kila mtu nguo za kubadili, ambazo tunajua alimpa mavazi 5 zaidi Benjamin, lakini Benjamin alimpa fedha 300 zaidi au kuliko wenzake. Kwa hiyo pia alipewa fedha 300. Wenzake hawakupewa fedha, Benjamin alipewa fedha 300 zaidi. Na haya ni mambo yalifanya nitafakari, kwa nini 300 zaidi? Kwa nini mavazi 5 zaidi? Kwa nini sehemu ya chakula mara 5 zaidi ya wenzake? Haya ni maswali yaliibuka baada ya kuwa natafuta sababu kwa nini kanuni hii nataka kuiamini ni sahihi zaidi, na Mungu Roho Mtakatifu akaanza kunisemesha hayo. Jambo la nne unaliona kwenye Mwanzo sura 47 mstari wa 2 na ule mstari wa 7. Mwanzo 47 mstari wa 2 na ule mstari wa 7. Hapa utagundua ya kwamba baada ya kuwa Benjamin na baba yake na ndugu wale wa Yusufu wamekuja kwa Farao, Yusufu aliwapeleka mbele ya Farao, lakini angalia, hakuwapeleka wote. Alipeleka ndugu zake 5 kuwakilisha ndugu zake wengine wote mbele ya Farao, wakahojiwa na Farao, na mwisho akampeleka baba yake mbele ya Farao, na baba yake akambariki Farao, akamuombea Farao. Kwa hiyo japokuwa walikuwa ndugu 12, hawakwenda wote kwa Farao. Yusufu tayari alikuwa ametangulia. Walipokuja ndugu zake 11, 5 tu ndio walipelekwa mbele ya Farao, na baadaye baada ya 5 kutoka, baba yake ndiye akapelekwa mbele ya Farao na akambariki Farao. 47 mstari wa 2 inasema, kitabu cha Mwanzo, akatoa watu 5 miongoni mwa nduguze. Akawasimamisha mbele ya Farao. Alafu mstari wa 7 unasema, Yusufu akamleta baba Yakobo babaye ndani, akamweka mbele ya Farao. Yakobo akambariki Farao. Kwa hiyo unaona, 5 kwanza walikuja miongoni mwa kuwakilisha ndugu zake, na baadaye baba yake akamleta ndani kwa Farao, na mzee Yakobo akambariki Farao. Kwa hiyo unaona mambo 4 zaidi ya maelekezo. Ukichukua yale maelekezo ya Yusufu yanakuwa ya 5, lakini mambo 4 zaidi yameachiliwa kwenye kitabu hiki cha Mwanzo na Yusufu kwa habari ya kanuni hii ambayo nataka kueleza. Kwanza, alizidisha chakula cha Benjamin mara 5 zaidi ya wenzake. Pili, alimpa mavazi 5 zaidi Benjamin kuliko wenzake. 3, alimpa fedha 300 Benjamin ambazo wenzake hawakupewa. Jambo la 4, ilivyokuja issue ya kwenda mbele ya Farao kama familia au ukoo wa Yakobo, hawakwenda wote. Watu 5 waliwakilisha ndugu zao wengine, na baadaye baba yao akaenda kuongea na Farao, akahojiwa, akabarikiwa, na wakapewa nchi ya Gosheni waweze kuishi. Haya mambo 4 yanatuongezea ushahidi zaidi ya kwa nini kanuni ile ya mgawanyo wa 10%, fungu la 10, 20 matumizi, 20 akiba, 20 uwekezaji, ninaamini ni sahihi zaidi kuliko formula nyingine yoyote. Tuonane kesho nikupe mchanganuo haya mambo 4 kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu atatujalia, na upate kuelewa na kuona msisitizo ya kwamba unahitaji kuishi kanuni ili uweze kufanikiwa kiuchumi. Mungu akubariki sana hata tutakapoonana kesho. Amen.